La kwanza kubwa ni kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa Kigoma kwa namna wanavyotoa ushirikiano kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ningependa kuwashukuru sana kwa hilo na kuwajulisha kwamba mkoa wetu ni shwari na ni shwari sana. Watakuwa wanaona vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama, polisi, magereza, uhamiaji, jeshi la wananchi wa Tanzania wanazunguka kila mahala kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa shwari, kwa sababu sisi ndio lango kwa wenzetu wanaotoka nchi jirani. Wengi ni mashahidi waandishi wa habari kwamba bila vyombo vyetu kuwa imara sana, tunaweza nchi yetu ikajaa watu ambao si wa Tanzania. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba jambo la kwanza katika yote ni swala la ulinzi na usalama, tumedhibiti hayo maeneo. Lakini sambamba na hiyo, nimeona niwajulishe waandishi wa habari na ndugu zetu wa Kigoma kwamba tutakuwa na operation maalum kwa ajili ya kutafuta wahalifu mbalimbali. Kwa hiyo wakiona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinapita maeneo mbalimbali, wasishangae. Jambo kubwa wawape ushirikiano, kwa sababu kwanza ziwa letu bado halijakaa vizuri. Kwa hiyo majeshi yetu yatafanya operation kubwa ziwa Tanganyika na maeneo mbalimbali, lakini pia tutapita maeneo mbalimbali kwenye misitu yetu kuona kwamba wale ambao wamekuwa siku zote wanakata misitu yetu isivyo halali, kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake. Kwa hiyo kimsingi tutakuwa na operation kubwa takriban siku 7 mpaka 10. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba watupe ushirikiano. Tuna shida sana, ndugu waandishi wa habari, ya uhamiaji haramu. Tukicheza nchi yetu hii, mwisho wa siku itakuwa nchi shamba la bibi. Kwa hiyo tumeona kama mkoa wa serikali ya mkoa kwamba ni lazima tufanye operation kubwa kuhakikisha kwamba tunawakamata na kuwapeleka mahakamani na baadaye warudishe kwao. Lakini jambo moja na la kusikitisha kidogo, kambi yetu ya Nduta inakaribia kufungwa. Sasa taarifa tulizopata kama vyombo vya ulinzi na usalama ni kwamba kuna baadhi ya wenzetu waliokuwa kwenye kambi ya Nduta hawataki kurudi kwao, wakati tumekubaliana na serikali yao kwamba ni wakati mwafaka, hakuna matishio, warudi kwao, na wengi wameanza kurudi kwao. Sasa wengine wamechukua nafasi hiyo, wameanza kutoroka kwenye kambi yao na kuanza kuingia maeneo mbalimbali ya wananchi wetu wa Kigoma. Kwa hiyo wananchi wa Kigoma tusaidie sana kwenye hilo, kuhakikisha kwamba kama unamuona mtu ambaye unajua kabisa sio Mtanzania, unajua kabisa huyu ni mkimbizi, unajua kabisa huyu ni mtu ambaye ameingia kwenye nchi hii bila kufuata utaratibu, msaidie vyombo vyetu ambavyo tutakuwa tunafanya operations. Ndugu waandishi wa habari, nchi yetu hii ni ya kwetu. Tumepewa na Mwenyezi Mungu, tusikubali watu wageni waje kutuharibia amani yetu tulionayo. Mila na desturi yetu tunajua Tanzania. Tukiruhusu watu wengine wakaleta mila zao ndani ya nchi yetu, tutashindwa kuishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo niwaombe sana hilo, wananchi wetu wa Kigoma tusaidie kutoa taarifa, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinapopita wawape taarifa tuweze kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria. Lakini la tatu, nitaka kuwajulisha ndugu zangu wana Kigoma kwamba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametuwezesha kwa kiwango kikubwa wakati tunakaribia kupata bajeti mpya mwaka 26-27. Tuna ujenzi mkubwa katika mkoa wetu wa Kigoma. Ile bandari yetu inafanyiwa maboresho makubwa sana. Kwa hiyo itakuwa, nafikiri, katika bandari zetu za Tanzania kama sio ya pili itakuwa ya tatu. Kwa hiyo wanaona ujenzi unaendelea, lakini nyingine alitusaidia ni kwamba tawi la benki kuu linajengwa hapa Simbali na ofisi yetu. Lakini tawi la Muhimbili linajengwa Simbali. Lakini tuna tawi la Ocean Road linajengwa. Kwa hiyo juzi nilikutana na viongozi wao tukazungumza, kikubwa ni kwamba wanaomba wananchi wa Kigoma tuwekeze, lakini toe wito kwa Watanzania wote kwamba kuna uwekezaji hapa. Haya majengo yote yanayojengwa, kwa mfano Muhimbili, watakuja walimu wa kufundisha. Walimu wa kufundisha watakaa wapi? Benki kuu inayojengwa itahitaji mahali pa kukaa. Kwa hiyo niwaombe sana, hata nyinyi ambao ndio watendaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, mchukue nafasi hii basi kujenga, ili kusudi haya majengo yanapokamilika na watu wanapokuja kuanza kufanya kazi, kutimiza wajibu wao, basi ingalau wapate mahali pa kukaa. Lakini la tatu, kama sio la nne, swala la amani na utulivu ni swala la msingi sana. Tunakaribia Pasaka kama nilivyosema. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wa dini, kamati yetu ya amani, tusaidiane kuhakikisha kwamba amani na kuwepo wakati wote wa Pasaka na wakati wote katika maisha yetu ya kila siku. Amani ndio kila kitu. Bila amani
tunajua hakuna kitu chochote kinaweza kufanyika. Kwa hiyo niwaombe sana waandishi wa habari, mtusaidie kupeleka taarifa, amani makanisani, viongozi wetu wazungumzia amani, viongozi wetu wa dini wazungumzia amani, viongozi wa siasa wazungumzia amani, viongozi katika ngazi zote wazungumzia amani. Amani ni yetu wote sote, na tusitegemee amani italetwa na vyombo vyetu vya ulinzi peke yake. Amani italetwa na sisi wote, na nilipokuwa nasema siku zote wazazi wetu kama wasingekuwa makini kuleta amani hii, wengine tusingekuwepo. Kwa hiyo amani, ili kesho na kesho kutwa wajukuu zako, vizazi vyako viweze kuwa na maisha mazuri, ni lazima uanze kujenga amani sasa.